Habari za wakati huu ndugu zangu, na tumaini kwamba mnaendelea vizuri, lakini pia nitangulize kutoa pole zangu za dhati kwa Watanzania wenzangu, ndugu zangu na marafiki zangu ambao wamepotelewa na ndugu zao, na wale ambao wote wanapitia kwenye changamoto aidha kuguza majeraha na wengine wote walioguswa na changamoto ambayo tupata ndani ya taifa letu la Tanzania kwa siku kadhaa ambazo zimepita nyuma. Mimi naitwa Josephat Emily Juma, ni presenter lakini pia ni kameramani kutoka SDK Media. Nimekuja hapa kwanza kabisa ni kuomba radhi kwa Watanzania na hususan kwa marafiki zangu kwa ujumla ambao wamekuwa kinifuatilia katika mitandao kupitia media yetu na kupitia official page yangu ya Facebook ya Josephat Emily Juma, lakini pia na katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama TikTok na Instagram. Nimekuwa nikipokea message nyingi na wakati mwingine nikipigiwa simu na marafiki zangu na baadhi ya followers, kwa sababu namba yangu iko pale. Wamekuwa wakinipigia simu, wengine wakinitukana, wengine wakituma message ambazo kwa mtazamo wao wanahisi kwamba ziko sawa na kunijaji moja kwa moja kwamba nimekosea ama tumekosea kutokuonyesha ushirikiano katika kuposti ama kutoa habari za kila ambacho kilikuwa kikiendelea ndani ya taifa letu la Tanzania kwa siku za nyuma. So nimekuja hapa kwa unyenyekevu, lakini pia kwa kuomba radhi kwa Watanzania kiujumla. Lakini kabla sijaomba radhi kwamba kwa nini hatukuposti, ningependa nitoe sababu kadhaa ambazo zilitufanya sisi kama waandishi wa SDK Media tushindwe kuposti. Unajua kuwa mwandishi ni zamana, ni sawa na kuwa waziri. Sasa inategemeana ni waziri wa nini. Kuna waziri wa michezo, kuna waziri wa habari, kuna waziri wa kilimo, kuna waziri wa uvuvi. Kwa hiyo vile vile hata katika upande wa uandishi tumegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna waandishi wa michezo, kuna waandishi ambao wanaandika habari zote kulingana na register yao inasemaje. Mara nyingi huwa tunafanya habari kulingana na kila ambacho umekisajili. Mfano kama media yetu sisi tumejisajili kwa sababu ya michezo. Maana yake content zetu sisi zinahusiana na michezo. Na ndio maana hata ukija kufuatilia kwenye akaunti zetu huwezi kuona habari za kisiasa, huwezi kuona habari zingine ambazo ziko different tofauti na habari za michezo. Japo kwamba tunaweza kufanya, lakini register yetu inasema nini. Kwa hiyo nimekuja hapa ndugu zangu, cha kwanza kabisa mfahamu kwamba hatukuposti kwa sababu kibali chetu kilikuwa hakiruhusu kuposti. Licha ya kwamba ilikuwa ni jambo la taifa na tayari mambo yalikuwa yameshakuwa tofauti, lakini kama tungeposti sawa, ingekuwa ni sawa pengine kwa Watanzania wengi na wangeona kwamba tumeonyesha ushirikiano. Lakini baada ya hapo, kama kanuni na taratibu za usajili wetu zingefuatiliwa, maana yake ni kwamba tungeonekana tuna makosa. Na ukifanya kitu ambacho kiko different na kila ambacho umekisajili kwenye media yako, maana yake kuna adhabu. Unaweza kufungiwa kabisa kufanya kwenye media yako, ukafungiwa kabisa, ama pengine unaweza ukapigwa faini ambayo kiwastani ni kubwa, ambayo ni kubwa. So hatukuposti kwa sababu tungevunja kanuni ya usajili wetu. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza ambalo lilitufanya tusiposti. Lakini pia kitu kingine tunatakiwa tu kufahamu ya kwamba hili jambo halijawapata Watanzania wa nje, limewapata Watanzania wa ndani. Napozungumza Watanzania wa nje, maana yake simaanishi kwamba kuna Watanzania ambao wako nje ambao hawajaguswa na hili. Na maanisha kwamba hakuna Mtanzania ambaye anayekaa nje halafu ndio limempata hili jambo peke yake. Maana yake ni jambo ambalo limetugusa Watanzania wote, especially mimi. Kuna ndugu zangu ambao wamepoteza maisha kutokana na maandamano huko mkoani kwetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa so pain kwangu na kimenigusa kwa namna moja ama nyingine, na nimeumia sana. Na ndio maana nikasema si vizuri, kwa sababu watu wananifuatilia. Kuna baadhi ya watu wananifuatilia mikoani, kuna watu wa Dar es Salaam wananifuatilia, kuna watu wa Arusha, ni maeneo mbalimbali wanatufuatilia, aidha ni kupitia page yetu ya ofisi ama kupitia akaunti yangu ya Facebook ya Josephat Emily Juma. Kuna watu wanafuatilia. Kwa hiyo nimekuja kuomba radhi ndugu zangu, mtusamehe. Juzi mechi ya Yanga na KMC pale KMC Complex iliyochezwa tarehe 9 Jumapili, nilipata kazia kidogo. Kuna baadhi ya watu kama 4-5 walinizonga sana pale, lakini hawakutaka kujua kwamba kwa nini sikuposti. Na hata nilikuwa nataka kuwaelewesha, ni watu ambao walikuwa na jazba. Nilifika sehemu wakaanza kunitolea maneno makali pale, wakaanza kutukana na nini. Nilikuwa na kameramani wangu, yani nilikosa utulivu kwa sababu unajua ni vitu ambavyo vinaniuma. Actually hata mimi mwenyewe nimeumia sana kwa sababu huu ni msiba wa taifa.
ni msiba wa taifa, sio msiba wa mtu mmoja, ni janga la taifa, sio janga la mtu mmoja. Na ndio maana kila mkoa utasikia watu wanalia, kila mkoa utasikia watu wanaomboleza, kwa sababu ni jambo ambalo limetokea ndani ya nchi, sio ndani ya mkoa mmoja. Kwa hiyo hata mimi pia mwenyewe nimeumia na nimesikitika, lakini all in all nawaomba sana lazi ndugu zangu, kama kuna sehemu tulikosea, kama kuna sehemu ambapo labda tumeenda long, kama kuna kitu mlihisi mlitamani mungeone tunakifanya kama SDK Media lakini hatujakifanya, tunarudi kwenu fans wetu, tunarudi kwenu ndugu zetu, tunaombeni mtusamehe sana 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 sana. Nadhani sasa kwa hiki ambacho kimetokea tusha gain experience, tutakuwa na nguvu zaidi ya kuregister pia hata katika masuala mengine ya kisiasa, ili kama inapotokea jambo basi tuweze kupasha habari kiujumla kutokana na kila ambacho kinajiri. Hatutajikita upande mmoja tu kama ambavyo tulikuwa tumeweka upande wa michezo. Kwa ndugu zangu, naombeni lazima mnisamehe mimi kwa niaba ya uongozi wangu wa SDK Media, kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu wa SDK Media ambao tumeendelea kuzunguka huku na kule kwa ajili ya kupasha habari za michezo na burudani. Tunaombeni mtusamehe sana, but next tutafanya vizuri zaidi. Tutasajili pia hata katika masuala mbalimbali ambayo hata tupatia sasa kizuizi cha kutoa habari kwa Watanzania. Zipo media ambazo zingine, kuna watu baadhi waliniuliza kwamba walisema kwamba mbona media zingine zina uwezo kutoa habari lakini hazijatoa. Sasa hatuwezi kujua. Unajua register inapotoka, mtu anaenda pale unaelezea, mimi nafungua media yangu itakuwa inajihusisha labda pengine na michezo na siasa na nini. Hata ile register yako form inakuwa katika muundo huo kwamba utafanya habari za michezo, za siasa, za nini, kila kitu, unaona. Lakini ukienda kwa ajili ya michezo tu, kama mimi nafanya kwa ajili ya michezo, maana yake kibali chako kinakuruhusu kufanya habari za michezo tu, kwa sababu ndio kitu ambacho umekisajili. Kwa hiyo ndugu zangu, naombeni sana lazi mtusamehe sana kama SDK Media, mnisamehe sana mimi kama rafiki yenu, mdogo wenu, kaka yenu, na tuendelee kuwa pamoja. I think tuko pamoja. Mungu abariki sana, na nashukuru kwa kuendelea kuifuatilia SDK Media. Asanteni sana. Mungu abariki, nashukuru.